Issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo point tatu. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwa hiyo ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare. Lakini tumejaliwa kushinda goli moja, kwa wao linaweza kuwa na faida, linaweza likaboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia. Lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwa sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli 6 goli 7 leo, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli pia kunapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa ni ngumu, wanatakiwa wajikaze, wapambane tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia inshallah. Kwa kosa baadhi ya nyota Stefano Nzizi, Ibrahim Baka ambao mara kadhaa wamekuwa wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, ilikuwa inaleta pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Coastal? Hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi, Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango yetu. Tulishawahi kuwa na hao wachezaji kwenye pitch tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma. Tushawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi zikiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambavyo wamecheza vizuri, wamejilinda. Tumecreate nafasi, goalkeeper wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi uliotuleta hapa KMC Complex leo. Tuliona Khalid Aucho akishindwa kuendelea na mchezo, kutolewa nje the same to Kibabaji. Pengine hali zao zikoje, hususan kwa Aucho alionekana kama kuhuzunishwa na kile ambacho kilipata? Yes, tumezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji hao wawili. Kwa ameniambia tumpe muda, pengine kesho patakuwa na check up, alafu atugee majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hiyo ni kwa Aucho, lakini pia na yes, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza kumkosa Aucho akacheza tu Kiabuya, akacheza Shuaboy, akacheza Mudathir kwenye namba 6, ndio kapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumuombea kheri kwanza, asiwe ameumia sana, lakini kama ameumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutokea hapo na tutamani kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuatia. Tunarejea Chamazi tarehe 10 dhidi ya Azam. Ni hamna maswali wengine? Tuambie pengine mipango mikakati dhidi ya Azam. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4 na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya 2. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tunashajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kikubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au ya nyumbani. Basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Kwa hiyo mchezo wa robo finali mpaka leo tiketi ni hata usihusike na mechi yao kivyovyote sasa. Huko ni kutangatanga. Mimi nawashangaa sijui kwa nini, yani baada ya wazungumzie mechi yao wao wanadili tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sijui kwa nini wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndo wamefanya press conference 8. Mechi hii peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo nimeona watu wengine wameenda leo. Yaani wanakuja watu wote wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkituzungumzia Yanga sio kama ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Kwenye mechi 3 za mwishoni, kwa Zuzo wameibuka amani kwa mechi kwenye mechi 3 zote za mwishoni, alafu mnaelekea kwenye mchezo dhidi ya Azam FC. Pengine pia mnatangaza kama kisasi au kuna namna ambavyo pia mtaingia? Hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa.